Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa nitakuambia vitu viwili au vitatu hapa. Nitakuambia vitu viwili wastani. Yes, taarifa mbili nitakupa. Nitakupa taarifa mbili hapa alafu tutazifafanua. Taarifa hizi zote zinahusu kitu kinachoitwa makubaliano. Jana wakati ulimwengu ukijiuliza tunaelekea wapi, waziri mkuu wa Pakistani Shahbaz Sharif aliweka mstari na alitupigia mstari kuwa mazungumzo yalikuwa yamefika kwenye nafasi nzuri, nadhani alisema vile, na walikuwa wakielekea kukamilisha baadhi tu ya maandishi yaliyopo kwenye hayo mazungumzo. Alizungumza hivyo waziri Shahbaz Sharif, na hii yote ilikuwa ni kama kupigia mstari kile ambacho dunia imekuwa ikiwaza na kutamani. Unajua ulimwengu unatamani utokane na hili swala, lakini hali ikoje? Ni kweli haya mambo yanaweza yakatokea? Sasa jana alipigia mstari ambapo ulisababisha kiasi bei ya mafuta kushuka kidogo na kuweka ile kama tunaweza tukatoka hili, unajua unawaza vile inawezekana, kumbe tukajinasua kwenye hili. Hiyo hali ilikuwepo. Sasa kumekuwa bado na kauli tata za pande zote ambazo zinaashiria kuwa hakuna kilichofikiwa. Yaani kwa kauli hizi ni ishara tosha kuwa hakuna yaliyofikiwa, isipokuwa bado kuna mambo magumu ambayo huko mbele yatatukwamisha tu. Kauli hizi unaweza ukasema kuwa ni kama tunalazimishana hivi sasa kuficha moto hali ya kuwa moshi unafuka. Na uwazi kabisa huu ni moto unawaka na moshi unaonekana unafuka, lakini watu wanakuambia hamna moto wote unawaka, mficha maradhi kifo kitamuumbua. Ni kauli halisi kabisa ya wahenga. Endelea kuficha maradhi ulionayo. Maradhi yatakupelekea kifo, alafu kifo kitakuumbua, alafu watu bado wanasema angesema alikuwa na maradhi tu haya na ndio kifo kimemuumbua. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance siku ya Ijumaa alipuuzia ripoti za hivi karibuni kuhusu uwezekano wa makubaliano ya Irani, akisema kwamba Teherani haiwezi kupokea pesa taslimu yoyote na hakuna fedha zitakazotolewa kwa kusaini makubaliano au kuhudhuria mkutano. Narudia. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance siku ya Ijumaa alipuuza ripoti za hivi karibuni kuhusu uwezekano wa makubaliano na Irani, akisema kwamba Teherani haiwezi kupokea pesa taslimu yoyote na hakuna fedha zitakazotolewa kwa kusaini makubaliano au tu kuhudhuria mkutano. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa X, Vance alisema makubaliano hayo yalipangwa ili Irani ipate faida za kiuchumi ikiwa itatimiza majukumu yake. Yaani makubaliano walioyapanga ni ya Irani kupata faida za kiuchumi, sio Irani kuipa fedha cash. Haya sasa ndio matarajio ya Marekani. Always huwa nawaambia hiki anachokizungumza ndio maoni yao, ndio wanachokitaka, ndio wanachokitamani, na hata Israeli akipewa makubaliano ya hivi anayakubali, kwa sababu hofu ni kumfanya Irani kuwa imara. Hofu ni kumkabidhi Irani fedha ambazo kuwa wanahisi tukimpa fedha nyingi itatumika kwenye miradi mikubwa ya uwekezaji ambayo zaidi itakuwa ni uendelezaji wa projekti zake za weapons, silaha, na kuwapa washirika wake na kuongeza teknolojia kubwa ambazo kuwa silaha kubwa ya kuzuia hili huwa ni mapato. Kwa hiyo anasema tutamboreshea masuala yake ya kiuchumi tu, lakini hatuwezi kupeleka fedha taslimu. Ndio anachokisema makamu J.D. Vance. Makamu wa rais aliwajibu wakosoaji kwa kuwashambulia wabunge na wachambuzi wa chama cha Republican ambao wamemkosoa hadharani Rais Donald Trump kwa kufuatia makubaliano. Watu ambao kwa usahihi walisema Donald Trump alikuwa rais wa kihistoria mwezi mmoja uliopita, sasa wanakosoa makubaliano kulingana na ripoti za vyombo vya habari ambazo hazijathibitishwa. Vance alisema
rais atatupatia matokeo mazuri kwa njia moja au nyingine, aliongeza. Yani baada ya yale makubaliano kuripotiwa, baada ya taarifa kuanza kuliki kuwa makubaliano yatakuwa hivi na hivi na hivi na hivi, nilichowaambia jana kuwa vyombo vya habari vya Israeli vilishambulia sana serikali kuwa ni makubaliano ya kupoteza kabisa. Jana wakati nazungumza na BBC kwenye uchambuzi wa Dira usiku kwenye TV, swali la mwisho kabisa nilijibu hivyo, nikawaambia ikiwa haya makubaliano vyovyote yalivyo, yale yanayotamkwa upande wa Marekani na yale yanayotamkwa upande wa Irani, ikiwa yatasainiwa vyovyote, Israeli atapoteza na Netanyahu atapoteza. Yani yasainiwe vyovyote, kile anachotaka Marekani, kile anachokitaka Irani, makubaliano yoyote yana ishara ya Israeli kupoteza. Nilishawaambia kuwa ushindi pekee wa Israeli katika hili ni chaguo moja tu, vita. Rudi Irani kapigane vita, ufanye regime change, ndio ushindi pekee. Kwa sababu makubaliano yoyote ya Marekani na Irani, hata ya kisildi wakisaini, it means yanathibitisha regime change imeshindikana. Yani serikali ya wahafidhina iko ile ile, serikali ile ile ambayo haijabadili msimamo wake, serikali ile ile ambayo, na hili nilishawahi kuambia, haya sio makubaliano ya Abraham. Haya sio makubaliano ya Abraham ambayo yanazifunga nchi, yanazipiga pingu, yanazifunga kila kitu. Haya sio makubaliano, haya ni makubaliano mengine kabisa. Kwa hiyo hayana faida yoyote kwa Israeli. Israeli hana chaguo ila vita tu. Fanya mabadiliko ya uongozi, rudi kwenye vita, pigana, hakikisha Irani inapoteza kila kitu. Hapo ndio ushindi wa Israeli, lakini hamna ushindi wa Israeli wowote unaweza kutokea kwenye hili. Sasa Vance anasema watu ambao kwa usahihi walikuwa wanamuona rais kama, mwezi mmoja uliopita walikuwa wanamuona rais kama shujaa, rais wa kihistoria, sasa wanakosoa makubaliano kwa kupata tu maoni kutoka kwenye vyombo vya habari ambavyo hazijathibitishwa. Vance alisema rais atatupatia matokeo mazuri kwa njia moja au nyingine. Wakati huo huo, afisa mkuu wa utawala wa Trump alivyokuwa akiongea na Al Arabia, alieleza kuhusu ambacho Irani imekubali. Anasema hivi: Irani imekubali kuwa nyenzo zake za nyuklia zitaharibiwa na kuondolewa. Mpango wake wa nyuklia utavunjwa. Hakuna hata pesa zao zitakazotolewa hadi watakapotekeleza. Mlango wa Hormuz utafunguliwa. Hakuna ufadhili wa Irani kwa makundi ya kigaidi. Hiki ndicho walichokubaliana. Huu ni mpango unaozingatia utendaji, afisa huyo alisema. Hii ni katika kile ambacho huwa ninawaambia ndoto. Haya yote wanaoyasema wangeyapata kwenye vita, sio mezani. Haya walitakiwa wayatimize kwenye kile kitu kinaitwa Epic Fury, operation ya kijeshi. Haya ndio ungeweza kumdanganya mtoto. Sasa wale wabunge wanaomkosoa ni wanaakili na wanajua ukweli kuwa usituletee siasa hapa, hali ya kuwa unapataje haya makubaliano na unashikilia nini? Yani kuwa kwa kipi? Yani unabadilishana kwa kipi ili upewe haya makubaliano? Kwa sababu haya makubaliano ili uyapate ni lazima kuwa wewe kuna kitu unakishikilia. Sasa wewe unashikilia nini ambacho kimewafanya mpaka wahisi kuwa tumekubali? Manake haya makubaliano anayoyaleta hapa ni kusalimu amri kwa 100% kwa Irani. Yani ni kusalimu amri kwa 100%. Kwa hiyo kuna wakati kama unataka kudanganya, punguza. Yani kama angetupa angalau kidogo kuhusu haya, watu wangehisi kama kuna ukweli. Lakini anachotuletea ni matarajio ya 100% ya Marekani kwa Irani, ambayo jasho lake ni lipi? Yani wewe mpaka upewe hiki umetoa nini? Yani kipi ambacho kimekusababisha wewe huyu afanye hivi? Kwa nini amesalimu amri? Kwa sababu hii ni majibu ya Irani kusalimu amri by 100%. Sasa haya ni yale ambayo ameyazungumza au yanazungumzwa upande wa pili wa Marekani. Nitakuletea upande wa pili ambayo yanazungumzwa upande wa Irani. Anasema hivi: waziri wa mambo ya nje wa Irani, ambaye yeye ni msuluhishi namba 2 wa mgogoro, ukimtoa spika wa bunge Mohamed Ghalibaf, anayefuata ni yeye. Yani katika wale top wa Irani ambao wameteuliwa
kwa ajili ya kusimamia makubaliano ni spika wa bunge na waziri wa mambo ya nje. Sasa hii ni taarifa inayotoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Irani. Anasema hivi: waziri wa mambo ya nje wa Irani anaelezea mambo muhimu yanayojadiliwa katika rasimu ya uelewa, ikiwa pamoja na vifungu vya kiuchumi, mipango ya baharini na masharti yanayohusiana na utekelezaji wa siku zijazo. Anasema hivi, Araghchi anasema hati ya uelewano MOU, Memorandum of Understanding, itatangaza mwisho wa vita ikiwa pamoja na Lebanon, akisisitiza kwamba hakuna makubaliano ya mwisho ambayo bado yamesainiwa na kwamba mabadiliko bado yanaweza kutokea katika masuala fulani. Kwa hiyo tunauliza kwenye taarifa ya JD Vance wao kuhusu Irani kunani nuclear, Irani kutokusaidia proxy, Irani wameyatoa wapi hali ya kuwa makubaliano ya mwisho hayajasainiwa? Wameyatoa wapi? Unarudi kuwa ni matamanio. Tunaendelea. Katika mahojiano na televisheni ya serikali ya Irani, Araghchi alibainisha kuwa hakuna uelewano ambao umesainiwa bado, akiongeza kuwa anapendelea kujadili maelezo ya uelewano na unaowezekana mara tu utakapokamilika. Araghchi anasema mazungumzo yataendelea kwa awamu mbili, akielezea kwamba faili la nyuklia, yani mjadala kuhusu nyuklia, limeahirishwa hadi makubaliano ya mwisho, yani halipo katika mjadala. Sasa wale wanaposema kuhusu nyuklia tayari wamekubali, wametoa wapi? Wakati hapa msimamizi wa mazungumzo anatukwambia hili faili halitokuwepo kabisa, limetupwa mbali, halitokuwepo. Faili la nyuklia limeahirishwa hadi makubaliano ya mwisho, na maandishi ya hati ya uelewano MOU yamerekebishwa mara nyingi hadi sasa, yani kila mara MOU imerekebishwa. Akaongeza kwamba mahitaji ya nyuklia ya Marekani katika hatua hii hayakubaliki kabisa kwetu, akionya kwamba ikiwa makubaliano ya awamu ya kwanza hayatatekelezwa, hatutoendelea hadi awamu ya pili, na tunapaswa kutarajia vikwazo kuwekwa njiani na upande mwingine. Anasema tunajua kuwa mazungumzo yanaweza kavurugika mbele na tukaekewa vikwazo, hilo tunalitarajia. Anasema kuhusu vita na uhuru, Araghchi anasisitiza kwamba katika maelezo hayo ya MOU itatangaza mwisho wa vita ikiwa pamoja na Lebanoni, na hatutawahi kuiacha Lebanoni kukabiliana na changamoto zake peke yake. Hili swali alitakiwa lipelekwe kwa ofisi ya rais wa Lebanon Joseph Aoun na ofisi ya waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salami, kuwa nafasi yenu ni ipi katika kutetea Lebanoni ikiwa Irani wanaweka sharti katika makubaliano yao na Marekani kuwa swala la Irani au swala la Lebanoni litatatuliwa katika makubaliano ya awali. Yani wanakusudia kusema kuwa hawatoweza kuiacha Lebanoni ikabiliane na changamoto zake pekee. Araghchi anaelezea kwamba kumaliza vita ndani ya mfumo wa makubaliano pia kunamaanisha kujiondoa kwa Israeli kutoka maeneo yanayokaliwa kusini mwa Lebanoni, akisisitiza kwamba Teherani ilikuwa imeifahamisha upande mwingine kuhusu kwa uwazi kabisa kuwa hakutokuwa na makubaliano wakati Israeli bado amekaa kusini mwa Lebanoni, ni lazima aondoke. Ndio maana raia wa Lebanoni hawaungi mkono serikali yao, kwa sababu wanaona serikali inayoongea bila vitendo, lakini wanaona upande wa pili wanaongea kwa vitendo. Sasa wanaweka sharti kuwa hakuna kitu kama hicho mpaka Israeli atoke kusini, ambao ukifanya kura ya maoni ya ndani ya Lebanoni utapata kuwa 90% mpaka 95% wa Lebanoni wanakubaliana kuwa ni lazima Israeli aondoke kwenye ardhi yao. Wanakubaliana hilo. Sasa alisema makubaliano hayo hayatajumuisha ahadi kwamba Marekani inajitolea kutoanzisha vita yoyote na kutotumia vitisho, na kwamba Marekani na Irani zinajitolea kuheshimu uhuru wa kila mmoja na kujiepusha kuingilia mambo ya ndani ya kila mmoja kwa msingi wa usawa na uhuru. Kwa hiyo kujifanya kuwa Irani inaua raia wake, Irani inazuia waandamanaji, Irani imemkamata nani, hayo ni mambo yetu ya ndani. Marufuku kuingilia masuala ya ndani ya nchi, kuendesha serikali wala kufanya nini. Hilo ndio analolizungumza. Kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz na masuala ya vizuizi, Araghchi anasema hivi: suala la mlango wa bahari wa Hormuz na kuondolewa kwa vizuizi vya baharini vimejumuishwa katika MOU, na utaratibu maalumu umeanzishwa kwa mali zilizozuiliwa za Iran. Utaratibu umeanzishwa kwa mali. Anasema ada zitatozwa kwa huduma katika mlango wa bahari wa Hormuz.
Zaidi ya hayo, anasisitiza kwamba hakuna shaka kwamba mlango wa bahari wa Hormuz unaangukia chini ya uhuru wa Irani na Omani na sio njia ya maji ya kimataifa, akiongeza kwamba utawala wa baadaye wa mlango wa bahari wa Hormuz hautakuwa sawa kama ulivyokuwa hapo awali na hakuna mtu atakayeruhusiwa kukiuka uhuru wa Irani na Omani juu ya mlango wa bahari wa Hormuz. Afisa huyo mkuu wa Irani anasema pia ada zitatozwa kwa huduma katika mlango wa bahari na huduma hizi hazitakuwa huru tena, na kwamba kizuizi cha majini cha Marekani kilikuwa suala la kwanza kushughulikiwa na ilisisitizwa kwamba lazima kiondolewe. Hakuna mali yetu itakayobaki imefungiwa nje, anasema Araghchi. Kuhusu ujenzi upya na mali zilizofungiwa, anasema suala la ujenzi upya liliibuliwa ndani ya mfumo wa ujenzi upya na mpango wa maendeleo ya kiuchumi na mifumo yake itakubaliwa wakati wa mazungumzo yajayo. Anaongeza kuwa mali zilizofungiwa za Irani zitatolewa chini ya mkataba wa makubaliano iwapo utasainiwa na hakuna mali yetu inayoweza kubaki imezuiliwa, akibainisha kuwa mpango wa ujenzi mpya umezingatiwa ili kufidia hasara na uharibifu uliosababishiwa Irani. Kuhusu masuala yaliyoahirishwa, Araghchi anasema masuala mawili yameahirishwa hadi makubaliano ya mwisho: kuondolewa vikwazo dhidi ya Irani na kuhusu masuala ya nyuklia, akiongeza kuwa uamuzi wa urutubishaji wa akiba zilizoimarishwa utafanywa katika makubaliano ya mwisho, na huku akisisitiza kwamba njia pekee ya kushughulikia suala la urutubishaji zilizorutubishwa zaidi kwa 60% ni kupitia kupunguzwa kwake ndani ya Irani kwa matumizi mengine. Uamuzi utafanywa kwa pamoja. Akizungumzia usimamizi wa ndani, anasema Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Irani lina usimamizi kamili wa mazungumzo, akibainisha kuwa kamati iliyojitolea inasimamia mazungumzo na kuwasilisha ripoti wakati wowote inapohitajika. Aliongeza kuwa kuna wafuasi na wapinzani wa maandishi ndani ya Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, lakini hatimaye uamuzi utafanywa kwa pamoja. Alielezea zaidi kuwa MOU kama chini ya kurasa 2, akisema kwamba kila neno ndani yake limechunguzwa na kupitiwa mara kwa mara kwa usahihi wa hali ya juu. Alihitimisha kwamba mara tu mazungumzo yatakapokamilika, makubaliano yatatangazwa na utiaji saini katika awamu ya kwanza utafanyika kwa wakati huo. Mapema leo, Araghchi alisema kwamba Tehran na Washington ziko karibu zaidi kuliko hapo awali kufikia makubaliano ya uelewano, ikiashiria maendeleo yanawezekana katika mazungumzo yanayoendelea kati ya nchi hizo mbili. Sasa haya aliyoyazungumza na vyombo vya habari Araghchi ndio ambayo Donald Trump anasema kuwa msiyasikilize, anazungumza uongo, sio ya ukweli. Rahby Digital, haki na ukweli.